ambao wameaminiwa makanisa ya Kristo wanaweza kutofautiana? Kwa hivyo siku ya leo nina kichwa maalum ambacho kinasema utatuzi wa migogoro miongoni mwa wachungaji kwa misingi ya Biblia. Na kama tunavyojua ni kwamba migogoro miongoni mwa wachungaji si jambo jipya. Manake tunaona kwamba hata katika Biblia tunashuhudia viongozi ambao walikuwa ni viongozi wa kiroho ambao walitofautiana. Mfano mzuri ni mgogoro kati ya Paulo na mtume Barnaba katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 15 mstari wa 36 hadi 40. Na hii inaonyesha kwamba migogoro inaweza kutokea hata kati ya watumishi wa Mungu waliokomaa kiroho. Manake Paulo na huyo ambaye alikuwa ni Barnaba walikuwa ni wachungaji waliokuwa wamekomaa kiroho. Lakini swali muhimu ni wachungaji wanapaswa kushughulikiaje migogoro yao kwa njia ya kumpendeza Mungu. Je, wachungaji wanapaswa kutofautiana kiasi cha kupigana, kiasi cha kuchongoana, kiasi cha kulaumiana, kiasi cha kutoleana lawama, kiasi cha kusengenyana na hata kiasi cha kutolewa katika huduma? Kwa hivyo wachungaji wanapaswa kushughulikia migogoro kwa njia ya kumpendeza Mungu. Kwa hivyo nina hoja 10 ambazo nataka tuziangalie siku ya leo. Kwa hivyo tunapoangalia hoja ya kwanza ambayo inasema tabua chanzo cha migogoro, tunajua ya kwamba Biblia inasema kwamba vita na ugomvi hutoka wapi? Kwenu. Si humu katika tamaa zenu? Hayo ni kulingana na waraka wa Yakobo sura ya 4 mstari wa 1. Na kwa hivyo migogoro mingi hutokana na kiburi. Kuna wachungaji ambao wana viburi sana. Inaweza kuwa pengine ni wivu. Wewe pengine hujawahi kujua kwamba kuna uwezekano kwamba kuna mchungaji ambaye anaweza kuwa ana wivu. Vile vile tofauti za maono au pengine huduma, wakati mwingine mashindano ya huduma, wakati mwingine kukosa mawasiliano sahihi. Kwa hivyo hatua ya kwanza ni kujichunguza binafsi, yani self examination. Katika hoja ya pili ni kufuata mfano wa mafundisho ya Yesu. Na Yesu Kristo alitoa mwongozo wazi katika kitabu cha Mathayo sura ya 18 mstari wa 15 17. Na hatua ni kama kwa mfano ni nenda ukazungumze naye peke yenu. Pili, asiposikia chukua shahidi mmoja au wawili. Na jambo la tatu, akiendelea kukataa, lete mbele ya kanisa. Halafu hii inasisitiza kwamba faragha, yani confidentiality kwanza. Hii inaashiria heshima na utaratibu. Halafu hoja ya tatu ni epuka kupeleka migogoro mahakamani. Katika tunamwona Paulo ambaye alikuwa ni mtume akionya katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Korintho sura ya 6 mstari wa 1 hadi 7 kwamba ni aibu kwa viongozi wa kiroho kustakiana mbele ya wasioamini. Na vile vile migogoro inapaswa kutatuliwa ndani ya mwili wa Kristo. Katika hoja ya 4 ni tumia hekima na unyenyekevu. Biblia inasema kwamba katika kitabu cha Yakobo, waraka wa Yakobo sura ya 3 mstari wa 17, hekima itokayo juu kwanza ni safi, kisha ina amani. Kwa hivyo wachungaji wanapaswa kuwa na unyenyekevu, vile vile utayari wa kusikiliza, na vile vile nia ya kupatanisha, lakini sio kushida. Katika hoja ya 5, msamaha ni muhimu sana. Yesu Kristo alifundisha katika kitabu cha Mathayo sura ya 18 mstari wa 22 kwamba sameheni 770. Kwa hivyo msamaha huleta uponyaji wa ndani,
na vile vile bila msamaha huduma inaharibika. Katika hoja ya 6, tafuta upatanisho, yaani reconciliation. Kwa hivyo Biblia katika kitabu cha au Injili ya Mathayo sura ya 5 mstari wa 9, Biblia inasema kwamba heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Kwa hivyo hatua za upatanisho ni kukiri makosa, vile vile kuomba msamaha na kurudisha mahusiano. Katika hoja ya 7, ni kwamba tumia wazee wa kiroho au wasuluhishi. Kwa hivyo wakati mwingine wachungaji wanaweza kuwatumia wachungaji wenzao au pengine maaskofu kwa yale makanisa ambao wana maaskofu au baraza la kanisa. Kwa hivyo wanaweza kusaidia kusuluhisha migogoro kwa haki na hekima. Kwa hivyo katika hoja ya 8 ni kumbuka lengo la huduma. Kwa hivyo migogoro isipo tatuliwa, tunaona ya kwamba huvunja kanisa, wakati mwingine hupoteza ushuhuda kwa ulimwengu, na haya yanaweza kuleta aibu katika mwili wa Kristo. Kwa hivyo Yesu Kristo aliomba wote wawe na umoja. Hayo ni kuambatana na Injili ya Yohana mtakatifu sura ya 17 mstari wa 21. Umoja ni ushuhuda mkubwa kwa dunia. Katika hoja ya 9 inasema jifunze kutofautiana kwa heshima. Kwa hivyo mfano, Paulo mtume na Barnaba walitengana, lakini wote waliendelea na huduma. Kwa hivyo somo ni sio kila mgogoro lazima uishie pamoja, lakini lazima uishie kwa amani. Katika hoja ya 10 ni kwamba omba na kutegemea Roho Mtakatifu. Maombi huleta hekima, utulivu na uongozi wa Mungu. Na wakati tunapofikia tamati, tunaona kwamba migogoro miongoni mwa wachungaji haiwezi kuepukika, lakini inaweza kudhibitiwa, inaweza kutatuliwa, inaweza kubadilishwa kwa baraka. Na vile vile yani inaweza kubadilishwa kwa baraka ikiwa tu watafuata misingi ya Biblia. Na ninapotamatisha nina maswali hapa. Je, ni nini kinachosababisha migogoro katika huduma yako wewe kama mchungaji? Na swali la pili ni je, uko tayari kusamehe hata pale unapoumizwa? Na swali la tatu ni je, unafuata utaratibu wa Biblia katika kutafuta migogoro? Kwa hivyo hayo ndiyo maswali ambayo nitakuachia uweze kuyatafakari na kuyafikiria na uweze kujijibia wewe mwenyewe. Kwa hivyo wachungaji, tunapo endelea na huduma ya Kristo, tuwe watu ambao ni wanyenyekevu, tuachane na viburi, na jue ya kwamba ni wito ambao tumeitwa ili tuweze kumhudumia Kristo. Kwa hayo Mungu wetu awabariki, awatendee mema. Shalom.